ili aweze kuwahubiria maskini habari njema. Yesu alipata nafasi ya kuhubiri, ndipo akasema, yani baada ya kusoma ile sehemu yenye tamko la utume ambayo tumesikia kutoka kwenye somo la kwanza Isaya. Baada ya kusoma ile sehemu akapata nafasi ya kuhubiri. Na ufafanuzi kidogo, kuwahubiria maskini habari njema maana yake nini? Maskini tunaweza kuwatambua kwa namna mbili. Maskini kwa mfano wenye hali ngumu ya kiuchumi, yani kiuchumi watu wana hali ngumu, walio na hali ngumu kabisa, hawa tunawaita maskini. Lakini pia kuna maskini ambao tunawafahamu, tunawaita maskini labda amelemaa miguu, ni mlemavu wa miguu, huyu ni maskini. Au ni ana ulemavu wa viungo, au ana ulemavu wa macho, kipofu, huyu ni maskini pia. Kwa hiyo wapo maskini wa kiuchumi, hali mbaya ya kiuchumi, lakini wapo maskini wenye ulemavu wa viungo vya mwili. Hiyo aina ya kwanza ya umaskini. Lakini kuna umaskini wa aina ya pili. Huo ni umaskini wa kiroho. Umaskini wa kiroho ambao tumeambiwa kutoka Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 3 kwamba heri walio maskini wa roho, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Kwa hiyo Yesu amekuja kuwahubiria watu hao wote, maskini kimwili, wenye ulemavu, maskini wa kiuchumi, lakini maskini wa kiroho. Kwa hiyo Yesu amekuja kuwahubiria hao wote.